Wapendwa wana wa Mungu, na wasalimu katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Anayekuletea kipindi hiki ni mimi mtumishi wa Mungu. Jina langu naitwa Christian Mwabukusi, wa huduma ya madhabahu ya Kristo, Christ Altar Ministries. Na somo ambalo tunalitafakari katika majira haya linahusu maombi ya uchumi wetu kupitia mateso ya Yesu Kristo. Maombi yanayohusu uchumi wetu kupitia mateso ya Yesu Kristo. Tutapita kwenye mistari mingi, kwa hiyo sina mstari mmoja, nina mistari mingi sana kwenye hili somo, kwa sababu lengo langu kwanza ni uelewa. Lakini pia nipende kuwaletea mbele zenu shukrani zangu kwa Mungu Baba kwa kipindi chote hiki cha miaka 4 ambacho tumekuwa pamoja kupitia channel yangu ya YouTube. Mpaka sasa tumepata zaidi ya watu waliojiunga nasi, subscribers zaidi ya 1000. Kwanza ni washukuru hao watu wote wanaopata muda wa kuangalia, lakini pia wengine wakaguswa hata kusubscribe. Mungu Baba ninayemtumikia awabariki, lakini pia ninawaunganisha katika maombi ninayojiombea mimi na familia yangu, lakini pia na maombi yote ninayoombea huduma, kwamba kile ambacho Mungu mimi ananipa, kile anachokifungua kwangu, na nyie pia mkipate bila uchoyo wala bila wivu. Mungu Baba awabariki sana. Kwanza tuombe. Baba, ninakushukuru tena kwa ajili ya kipindi hiki ambacho Bwana umetupa, tunapoendelea kumtafakari Yesu Kristo, na hasa lengo likiwa ni kushughulikia lango la uchumi ambalo tunajua kabisa kwamba pale msalabani Yesu alilishughulikia. Na kwa hiyo ninakuja kwako kwa toba, nikiomba msamaha wa dhambi mimi pamoja na wenzangu wote. Ninaomba ututakase Bwana. Lakini pia ninaomba msaada mkubwa sana wa Roho Mtakatifu. Mimi nina kigugumizi. Mimi siwezi kufafanua maneno vizuri ili hawa watu wayaelewe. Lakini Roho Mtakatifu anayo lugha ya kuweza kuongea hata na mioyo yao, hata na fikra zao, hata na hisia zao ndani yao. Kuna ile lugha Mungu Baba ambayo wewe ukiongea watu wanaelewa. Sisi tunaweza tukatumia miaka 7, lakini wewe unaweza kutumia sekunde 1 na mtu akaelewa kila kitu. Huyo Roho ndio naye muomba anisaidie kufafanua maneno haya. Kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amen. Wapendwa wana wa Mungu, nimejaribu kuangalia mahubiri mengi kwenye mitandao, kipengele ambacho watumishi ama walimu ama wachungaji ama hawa manabii wamewahi kuhubiri kuhusu vipande 30 vya fedha, na kwamba vina mahusiano na uchumi. Sijaona kwa namna ile ambayo Roho Mtakatifu alinifunulia, na ndio maana nimeona kwamba ni vema nikakuletea neno hili. Jambo la kwanza, ninaomba uandae sadaka ambayo inafikia 30. Yani inafikia, ukihesabu kwa mfano, ukihesabu noti moja hizi za 1000 ziwe 30, ama 10,000 ziwe 30, kwa kadiri ya uwezo utakao kuwa nao, na kwa namna ambavyo Roho Mtakatifu atakufunulia kwamba je, wewe utoe 5,500 ama 2,200 ama 10,000, lakini zifike 30. Kwa maana nyingine, kama utatoa 10,000 zitakuwa 300,000, kama utatoa 5,500 zitakuwa, na hizo pesa ninaomba usiniletee mimi, wala usiende kumpa mtu fulani. Naomba uzipeleke mwenyewe kwa mkono wako madhabahuni, kwa sababu ukimpa hiyo ni kama umehamisha tatizo kutoka kwako kwenda mahali pengine. Kwa nini nataka hizo fedha uzipeleke kwenye madhabahu? Sababu ninayo kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 29, na naomba niwaambie kitu kimoja. Mimi kila kitu nitakachokuwa nawafundisha na wafafanulia, mistari yake nitakuwa nakupa ushahidi kwenye Biblia. Sitatoa nadharia yani ya kichwani ya kufikirika, yani kwamba huyu mtu ametoa hiki kitu ametoa wapi. Nitakuwa nakupa mistari ya Biblia. Kwenye kitabu cha Kutoka 29 mstari wa 37 anasema hivi: utafanya upatanisho kwa ajili ya hiyo madhabahu muda wa siku 7 na kuitakasa, ndipo madhabahu itakapokuwa takatifu sana. Kila kitu kiigusacho madhabahu kitakuwa kitakatifu. Kwa hiyo ninataka hivyo vipande 30 vya fedha. Mpaka sasa mbingu inaangalia fedha ya dunia kama takataka hivi, kama kitu najisi.
Unaona, fedha ya dunia ni kitu najisi mbele za Mungu. Kwa unapoenda kumwambia Mungu, Baba, ninaomba unipe 10,000, kwenye moyo wako unakuwa na picha ya 10,000 hii, na Mungu akiangalia 10,000 hii imetengenezwa duniani, na 10,000 hii ndio ambayo wanadamu waliichagua wakamkataa Yesu. Kwa hiyo unaenda kwa Mungu kumuomba kitu ambacho mlikichagua huku mkimkataa Yesu. Ndio shida. Kwa Mungu akiangalia hii pesa, anaangalia pembeni, haiangalii pesa. Anaiona kama kero, anaiona kama tusi, anaiona kama najisi. Naongea na watu wanaojielewa. Naongea tena hivi, hii pesa tulio nayo hii pesa mbele za Mungu, hii pesa ni mavi. Labda nizungumze hiyo lugha ndio utaelewa. Pamoja na kwamba kwetu sisi tumeitukuza, lakini mbele za Mungu hii pesa, Mungu Baba aliniambia kwa sauti ya kusikika, hicho unachoniomba ni mavi kwangu. Mpaka kuja kupata jibu ndio nikaja kuelewa kwamba vile vipande 30 vya fedha katika kile kitabu cha Mathayo ile sura ya 26 ule mstari wa 14 mpaka 16. Na nataka uangalie hii mistari bila kupepesa macho. Angalia hii mistari. Mathayo sura ya 26 mstari wa 14 mpaka 16. Wakati huo mmoja wa wale thenashara, jina lake Yuda Iskariote, aliwaendea wakuu wa makuhani, viongozi wa dini, wakuu wa makuhani, akasema, ni nini mtakachonipa nami nitamsaliti kwenu? Wakampimia vipande 30 vya fedha. Walimpa fedha kama hizi. Alafu nikakuonyesha kwamba kwenye ile Kutoka ile sura ya 21 mstari wa 32, Kutoka 21:32, anasema hivi, ng'ombe akimtumbua houseboy ama house girl, mtumwa mume au kijakazi, mwenye ng'ombe atampa bwana wao shekeli 30 za fedha, naye ng'ombe atauawa kwa kupigwa kwa mawe. Kwanza Yesu aliitwa muuaji hapa kwa tafsiri. Kwa hiyo vipande 30 vya fedha ndio bima ya maisha ya houseboy ama house girl. Ndio bima ya maisha. Dunia inamwambia Mungu, huyu Yesu uliyemleta kwetu, ngazi yake yeye, klasi yake yeye, daraja lake yeye, huyu ni ngazi ya houseboy ama house girl. Kwa hiyo akatoa pesa vipande 30. Kwa hiyo jambo nataka uliangalie na urudie hii mistari. Kwa sababu gani? Nisije nikaonekana mimi labda ni mbaya ama nini. Na wachungaji wengi na manabii na mitume na nani, wengi wao wanaweka kipaumbele cha pesa, kana kwamba mtu akiwa anatoa pesa hizi nyingi sana kanisani ndio ataingia mbinguni. Na kuambia hivi, kama kanisa linawajenga watu namna hii, hao watu wote ninawahakikishia wanaenda jehanamu. Unapowaambia watu watoe, Mungu anaangalia kwenye moyo, haangalii kwenye mdomo, anaangalia kwenye moyo. Unamaanisha nini? Watoe nini? Kwa sababu gani? Unaona? Kwa hiyo ndio changamoto kubwa tulio nao kama kanisa. Na ni watu wachache sana ambao kwenye mioyo yao hawana pesa. Na utawajuaje? Utawajua hivi, mchungaji anakuja muumini. Huyu muumini anatakiwa kupelekwa hospitali, na inatakiwa hela 500,000 aenda akafanyiwe operation. Na mchungaji ama mtume ama nabii ana 500,000 kwenye akaunti, na huyu ni muumini wake na imetokea emergency. Je, atakuwa tayari kwa wepesi kabisa kutoa? Yesu ametoa nini? Ametoa uhai wake kwa ajili ya waumini wake. Sasa je, mchungaji atakuwa tayari kutoa pesa? Akishindwa kutoa pesa, ina maana pesa ndio uhai wake, Na ngoja niseme kwa Tanzania hii, ninaapa kwa jina la Yesu, kwa Tanzania hii 90% ya mitume, manabii, wainjilisti, wachungaji, walimu wa neno wa Mungu hawako tayari kutoa pesa kwenda kumtibu huyo mtu. Hawako. Kwa hiyo kwenye mioyo yao iko pesa, hayuko Yesu. Iko roho ya pesa. Inatakiwa ikae roho ya Yesu. Kwa hiyo naongea nina ujasiri wa kuongea hivyo, na Roho Mtakatifu atanisaidia na kunitetea. Atakuwa upande wangu wa kuume kunitetea kwenye hilo. Ukitaka, yani wewe mwenyewe ukifika mahali ukaona moyo wako unauma unapotoa pesa kwa ajili ya kutoa huduma kwa watu ama kusaidia watu ama nini, una shida ndani ya moyo wako, una roho ya pesa, inaitwa mammon. Kwenye Wagalatia 4 mstari ule wa 6,
Na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana, Mungu alimtuma roho wa mwanaye mioyoni mwetu. Roho ya mtoto wake aliyesalitiwa kwa pesa inatumwa kwenye moyo wako, mioyoni mwetu, aliaye Aba, yani Baba. Kama ni hivyo, wewe si mtumwa tena, bali u mwana, na kama u mwana, basi umrithi kwa Mungu. Kwa hiyo roho ya Yesu kwenye moyo, kama roho ya Yesu iko kwenye moyo, pesa hutatoa machozi unapoitoa, utaitoa huku unafurahi, unamwambia kwa kweli mwanangu, nenda, Mungu akakubariki, pesa hiyo unaodaiwa kule hospitali hii hapa, ama nipe akaunti ya huko KCMC, nitawalipa kwenye akaunti, afu wewe nenda na slip hii hapa. Lakini utakuta mchungaji ama nabii ama mtume anasema subiri uje Jumapili, nitawaambia waumini wachange. Mchungaji mwenyewe hawataki, wanalimbikiza pesa kama bima ya maisha yao ya mbeleni. Hakuna mahali Mungu amewaambia hivyo, hata kama wakijitetea namna gani. Badala ya kuwasaidia watu wanaoteseka. Nilienda kwenye huduma fulani, wana pesa sana, lakini namwangalia mzee wa kanisa, kiatu hakina soli, kiatu hakina soli, soksi zimechanika kwenye kisigino, unaona kabisa anatembea kukusanya sadaka, soksi zimechanika. Kwa hiyo sasa, kwa nini hao watu ambao wanahudumu huko kwenye huduma na nini, kwa nini msiwafikirie kwenye kuwawezesha kimaisha? Kwa hiyo sasa ninachotaka kusema, wakina Yuda wako wengi. Wakina Yuda ndani ya kanisa wako 90%. Kwa hiyo 90% wanaomsaliti Yesu, 10% wanaomtetea Yesu. Kwa hiyo nataka nikupe hivyo. Sasa kama tunataka uchumi kwenye sisi kama kanisa, kama tunataka uchumi, wale watu, ninaongea na watu waliookoka. Najua kuna watu wengine wanaelewa lugha naoongea. Unaongea na watu waliookoka, watu wanaompenda Yesu, watu wanaomjua Yesu. Ninawaambia hizi mbinu na hii taarifa ni ya kwenu, ambayo Mungu Baba alinipa. Kwa hiyo tukiweza kuweka hii pesa, tukiweza kuiondoa kwenye mfumo, na nimesema katika maombi ya kwanza, tunaanza kwanza na toba, upande wa baba zangu na upande wa mama zangu, yani na wewe mama yako na upande wa baba yako, unaingia kwenye toba. Pesa hizi zilikuwa kwenye ngazi gani kwenye maisha yao? Je, pesa zimetukuka sana kwenye mioyo yao ama ziko chini? Kipaumbele chao kilikuwa ni nini maisha yao yote? Yani kwa mfano, ninapohubiri hapa, lengo langu ni nini? Je, lengo langu ni kupata pesa? Kama lengo langu ni kupata pesa, basi ikibidi kuiba nitaiba, ikibidi kudanganya nitadanganya, ikibidi kula rushwa nitakula rushwa, nitafanya chochote, kwa sababu kipaumbele changu ni kupata pesa. Unaona? Lakini kama moyo wangu kweli natamani hawa watu wamjue Yesu na wamuishie Yesu, kwa sababu lengo langu mimi sio kwamba wewe uwe unanitegemea mimi kila wakati unanipigia simu, mtumishi niombee, mtumishi kuna hiki, mtumishi na hiki. Mimi natamani hata kama nikiondoka duniani leo, kila mtu ajue namna ya kuvaa nguo zake, namna ya kupiga mswaki katika jina la Yesu. Ndio lengo langu hasa. Kama Mungu Baba angeweza kunisaidia watu wote walijue neno la Mungu, alafu wajitegemee wenyewe wala wasinitegemee mimi, ningemshukuru Mungu sana. Unaona? Kwa hiyo nataka uelewe hiyo. Kwa hiyo kanisa limeondoka kwenye mstari. Unaona? Tunaweza tukamsema sana Yuda Iskariote, lakini nakueleza hivi, ambao walibaki, wanafunzi ambao hawakumsaliti Yesu walikuwa 11, na aliyemsaliti Yesu alikuwa mmoja. Sasa hivi wanaomsaliti Yesu wako 11, asiyemsaliti yuko mmoja. Yani igeuze ile namba, wakina Yuda wako 11, ambao wasio wakina Yuda yuko mmoja. Kwa hiyo nataka uelewe hiyo kitu. Ila tu ninachotaka kusema, Roho wa Mungu aliniambia hivi, ukitaka Mungu akusaidie wewe kupata pesa, kwa sababu na lengo la kwamba Mungu atupe sisi pesa ni moja tu, kwamba hiyo pesa hatutajuta kuwa nayo. Unaona? Sihitaji mimi kwenda kudanganya watu kwamba hii pesa Mungu amenipa wakati najua kabisa nimetumia mbinu nyingine. Unaona? Kwa hiyo ndio hicho kitu ambacho Roho Mungu alikuwa nimwambia, nataka nipate hela ya haki. Akaniambia hela ya haki iko nyingi sana, lakini kitu kimoja, shughulika moyo wako, ondoa kitu chochote kilichotukuka. Kama una vyeti vya shule, kama una akaunti za pesa za benki, kama una kitu chochote ambacho unakitumainia ndani ya moyo wako, kiondoe kabisa kwenye moyo. Sasa akaniambia nifanye kitendo cha imani, niviweke chini. Ndio akanipa hiyo mistari ambayo nilikusomea kwenye ile Ayubu sura ya 21, sura ya 22 mstari wa 24 na 25, lakini pia akanipa Matendo ya Mitume sura ya 5, Matendo ya Mitume sura ya 5, sura ya 4 kwanza, tuanze sura ya 4 mstari wa 34 mpaka 37.
wala hapakuwa na mtu mmoja miongoni mwao mwenye mahitaji, kwa sababu watu wote waliokuwa na viwanja au nyumba waliviuza, wakaileta thamani ya vile vitu vilivyouzwa, wakaiweka miguuni pa mitume. Kila mtu akagawiwa kwa kadri alivyohitaji. Na Yusufu aliyeitwa na mitume Barnaba, manake mwana wa Faraja, Mlawi, asili yake mtu wa Kipro, alikuwa na shamba, akaliuza, akaileta fedha, akaiweka miguuni pa mitume. Ndio maana nimekwambia iweke chini. Sura ya 5. Lakini mtu mmoja jina lake Anania pamoja na Safira mkewe aliuza mali, akazuia kwa siri sehemu ya thamani yake. Mkewe naye akijua haya, akaleta fungu moja, akaliweka miguuni pa mitume. Kwa hiyo ni Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 1 na 2. Nataka uangalie ile neno miguuni. Miguuni imerudia mara 3, miguuni. Kwa hiyo ndio maana nimekwambia hizi fedha zilizotukuka katika jamii yetu ziweke chini. Afu ndio naingia kwenye maombi. Kwa hiyo nikasema kitu cha kwanza, fungu la kwanza ni vipande 30 vya fedha ambavyo hivyo utavitumia kujifungua kiuchumi. Naomba unielewe. Utatumia, kwa hiyo itakuwa labda 30,000 ama 15,000 kama utatumia sarafu za 500 ama 60,000 kama utatumia 2,200 ama 300,000 kama utatumia 10,000 ama 150,000 kama utatumia 5,500. Unaona? Kwa hiyo lazima ziwe 30, vile vipisi 30, 1 2 3 4 5 6 mpaka 30. Usilete 30,000 ama 60,000 kama noti moja, hapana. Haitakiwi noti iliyojishika kama 10,000. Kwenye hii 10,000 kuna 1,000 ziko 10. Kwa hiyo tunatakiwa 1,000 10 na kuendelea. Kwa hiyo utakuwa nazo hizo. Hizo ndio zitakazotumika kama kiwakilishi cha wewe kujifungua kwenye kumsaliti Mungu, ama moyo wenu wa kupenda pesa kuliko Mungu. Kwa utaongea pale na Mungu Baba, utamwambia Mungu Baba, huu moyo wangu ninauleta kwako. Kuna mali alisema, mwanangu nipe moyo wako, macho yako yapendezwe na njia zangu. Kwa hiyo utamwambia Mungu Baba, naomba huu moyo wangu niliourithi kutoka kwa baba yangu na mama yangu, ninakukabidhi wewe. Kwa sababu huu moyo wangu, inapokuja swala la pesa nikiziona, hata wakati mwingine nashindwa kuwapa watu mshahara, natamani hela zote ziwe zangu. Utamweleza Mungu ukweli wa moyo wako, ukweli wa moyo wako. Unaona, wakati unaomba, utaomba na ukiwezekana omba usiku. Omba usiku. Alafu anza kuandika ndoto unazoota. Kwa mfano unaweza ukaanza kuomba namna hiyo, baadaye ukaanza kuota ndoto na ukota pesa kwenye barabara ama polini zingine zimedondoka. Unaandika hiyo ndoto. Mahali pengine utakapokuwa unaomba hivyo, unaota labda uko na watu waliokufa. Wale watu waliokufa kama unawafahamu, hebu waandike, alafu angalia maisha yao ya kiuchumi yalikuwaje, kwa sababu ni Mungu anakutaarifu wewe kwa njia ya ndoto kwamba kinachokufuata wewe ni kile kile kilichowafuata wale waliokutangulia waliokufa. Na kama maisha yao yalikuwa magumu kiuchumi, Mungu anakutaarifu kwamba jambo hili sio la kwako tu, lakini lilikuwepo hata kwa wakati fulani aliyekufa na kwa fulani aliyekufa. Unaona, kwa hiyo utajua kabisa kwamba hili jambo ni mfumo, sio tena jambo la mtu binafsi. Unaona, kwa hiyo zile ndoto zote utakazoziota ziandike. Wakati mwingine utaota ndoto uko uchi wa mnyama kabisa, huna nguo, andika hizo ndoto. Kwamba nimeota ndoto niko hivi, nimeota ndoto niko hivi, na vitu kama hivi. Kwa hiyo, lakini pia vitu vingine vya kuangalia wewe mwenyewe, je, kwenye masuala ya pesa, ukiwakopesha watu wanakulipa? Hapana. Ukikopa kwa watu unaweza kulipa? Hapana. Kwa hivyo vitu vyote, mambo yote, matukio yote yanayohusu pesa, yanayohusu maisha yako, yote yaweke. Lakini hayo yote utayatumia kwenye nini? Kwenye toba, katika kipindi chote cha toba. Na ningeweza kushawishi kwamba hebu toba ya namna hiyo uifanye hata kwa siku 7. Utakapomaliza hiyo toba ya siku 7, ndipo tutaingia tena kwenye kipengele cha pili cha wewe kujipatanisha na uchumi wa nchi yako, ambao pia nitaifafanua sana kwenye kipindi kinachofuata, kujipatanisha na uchumi wako. Lakini mistari ya kuzingatia ambayo nitaitumia ni huu mstari wa Isaya 61 mstari wa 6 na wa 7. Isaya 61 mstari wa 6 na wa 7. Bali ninyi mtaitwa makuhani wa Bwana, watu watawaiteni wahudumu wa Mungu wetu. Mtakula utajiri wa mataifa, utajiri wa watu mbalimbali, wa utajiri wa watu wa duniani. Badala ya aibu yenu mtapata maradufu, na badala ya fedheha wataifurahia sehemu yao. Basi katika nchi yao watamariki maradufu, furaha yao itakuwa ya milele.
Kwa hiyo huo mstari ndio utakaotumia. Lakini mstari mwingine utakaotumia ni Isaya 23 mstari wa 17 na 18. Sasa hii katika kipindi kijacho ndio tutatumia hii mstari, lakini mstari wa kuanza nao wa sasa ni toba ya vipande 30. Sasa ukiweza unaweza ukaweka hivyo vipande 30 afu ukaweka na hizi pesa ambazo zitatumika kujipatanisha, wewe utatumia kujipatanisha nazo. Ngoja nikuelezee sasa. Kwa hiyo huu mstari wa Isaya 23 mstari wa 17 na 18, hata itakuwa mwisho wa miaka 70. Sasa kuna maelezo marefu hapa ambayo natakiwa kama siku 7 kukueleza anapozungumzia miaka 70 anamaanisha nini. Lakini mimi nataka tuchukue tu point. Tunataka tuchukue point hapa. Hata itakuwa mwisho wa miaka 70 Bwana ataizuru, ataitembelea, sio ataizuru, atafanya ziara ya nchi ya Tiro, naye atarudi apate ujira wake. Atafanya ukahaba pamoja na falme zote za ulimwengu juu ya uso wa dunia. Anaendelea, na biashara yake, huyo Tiro, biashara za Tiro, na ujira wake, mshahara wake utakuwa wakfu kwa Bwana. Hautawekwa hazinani wala hautawekwa akiba, bali mapato anaposema hazinani manake benki, wala hautawekwa akiba manake NSSF ama PSSSF, bali mapato ya biashara yake yatakuwa mali zao wakaao mbele za Bwana, wapate kula na kushiba na kuvaa mavazi ya fahari. Kwa hiyo anaongelea huyu Tiro alikuwa ni taifa linalomilikiwa na Ibilisi, lilikuwa na utajiri mkubwa. Ngoja nikuonyeshe Tiro ni nani. Tiro ni nani? Kwa hiyo Tiro anaweza kawa nchi, Tiro anaweza kawa mtu. Twende kwenye Ezekiel 28 mstari wa 1 mpaka wa 5. Neno la Bwana likanijia tena kusema, mwanadamu mwambie mkuu wa Tiro. Mkuu wa Tiro manake roho ya Ibilisi. Bwana Mungu asema hivi, kwa kuwa moyo wako umeinuka nao umesema mimi ni Mungu, nami nimeketi katika kiti cha Mungu kati ya bahari, lakini mwanadamu wala si Mungu, ujapokuwa umeweka moyo wako kama moyo wa Mungu. Tazama, una hekima kuliko Danieli. Hapana neno la siri watu wawezalo kukuficha. Kwa hekima yako na kwa fahamu zako umejipatia utajiri, na umepata dhahabu na fedha katika hazina zako. Kwa hekima yako nyingi na kwa biashara yako umeongeza utajiri wako, na moyo wako umeinuka kwa sababu ya utajiri wako. Kwa huyo Tiro ambaye Mungu anasema atachukua pesa zake awape watu wanaomwabudu yeye, Tiro huyo ni Ibilisi. Atachukua hela kwa Freemason. Watu wengi wanasema hela za Freemason, hela za Freemason. Sisi kama kanisa tunatakiwa tuzichukue, lakini sio kuzichukua kwa kujipendekeza na kujidhalilisha kama wanavyojidhalilisha watu wengi katika taifa hili. Ni za kuchukua kwa ubabe na kwa nguvu na kwa ukatili, kwa sababu wanamdharau Mungu na wanamdharau Kristo. Ndio njia yake pekee, ndio njia watakayoielewa, ndio njia ambayo dunia itaelewa, na Mungu Baba yuko upande wetu kututetea. Kwa hiyo ndio hicho kitu ambacho napenda kukifafanua. Ukienda hapo kwenye Ezekiel 28 mstari wa 11 mpaka mstari ule wa 18, tena neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu umfanyie maombolezo mfalme wa Tiro, umwambie Bwana, anasema mwanadamu umuombolezee Tiro, useme Bwana Mungu asema hivi, wewe akitia muhuri kipimo umejaa hekima na ukamilifu wa uzuri. Kwa hiyo matajiri wana hekima, lakini pia wana sura nzuri. Ndio nataka uone hiyo. Hawana sura mbaya. Ulikuwa ndani ya Aden, bustani ya Mungu. Walikuwa kwenye fursa za Mungu. Kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako. Akiki na yakuti manjano na almasa za barajadi na shohamu na yaspi na yakuti samawi na zumaridi na baramani ya dhahabu. Kazi ya matari yako na filimbi zako ilikuwa ndani yako katika siku ya kuumbwa kwako, ilitengenezwa tayari. Wewe ulikuwa kerubi, huyo Ibilisi huyo, mwenye kutiwa mafuta afunikae. Mungu alimpa mpaka upako. Anasema nami nalikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Umetembea huko na huko kati ya mawe ya moto. Ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa hata uovu ulipoonekana ndani yako. Lile neno ndani yako manake kwenye moyo wako. Kwa wingi wa uchuuzi wako, kwa wingi wa kujipendekeza kwako, watu walikujaza udhalimu ndani yako. Nao umetenda dhambi, kwa sababu hiyo nimekutoa kwa nguvu katika mlima wa Mungu kama kitu kilicho najisi. Nami nimekuangamiza wewe kerubi ufunikaye utoke katika mawe yao ya moto. Moyo wako uliinuka kwa sababu ya uzuri wako, umeiharibu hekima yako kwa sababu ya mwangaza wako. Nimekutupa chini, nimekulaza mbele ya wafalme wapate kukutazama. Kwa wingi wa maovu yako, katika uovu wa uchuuzi wako, umepatia unajisi patakatifu pako. Basi nimetokeza moto kutoka ndani yako, nao umekuteketeza. Nami nimefanya kuwa majivu juu ya nchi, machoni pa watu wote wakutazamao.
Kwa nataka niseme ibilisi mwenyewe mbele za Mungu ni mwenye dhambi. Lakini pia huyu ibilisi ndio anayetawala uchumi wa dunia. Anautawala uchumi wa dunia, mwenye dhambi anautawala uchumi wa dunia. Kwa hiyo namna pekee ya sisi kuweza kumshinda ni sisi kutokuwa na dhambi. Na Yesu hakuwa na dhambi. Tunayemwamini Yesu, tunayemwamini ni roho ya haki, ni roho ya utakatifu, ni roho ya ukombozi, ni roho ya wokovu. Kwa hiyo Yesu ni roho ambayo itatusaidia sisi kusimama katika haki na kumnyang'anya shetani mamlaka zake na nguvu zake. Nataka watu waelewe hiyo. Yesu amefanya kila kitu kinachotupa sisi uhalali wa kunyang'anya pesa ambazo shetani anajivunia, ambazo ziko mikononi mwa watu anaojivuna nao. Kwa hiyo ninatamani sana watu waelewe haya. Ndio maana nimemwomba Roho Mtakatifu ayafafanue kwa tafsiri ya ndani sana ya kwenye moyo. Tafsiri ya ndani sana ya kwenye moyo ambayo siwezi kuiweka hadharani. Ni tafsiri ambayo natakiwa niweze kuongea na mtu tu, uso kwa uso, na sio kitu cha kuweka kwenye kumbukumbu ya rejea. Kwa nataka uzame ndani, ujue kabisa huyu ibilisi anayetawala dunia, ambaye anatawala uchumi, anatawala na madaraka, ni mwenye dhambi. Kwa hiyo yeye grupu lake ni mwenye dhambi. Na kibibilia mwenye dhambi hawezi kumiliki mali. Nakupa mstari wa mwisho ili niombe. Kwenye Mithali sura ya 13. Mithali sura ya 13 mstari wa 22. Mtu mwema huwaachia wana wa wanawe urithi, na mali ya mkosaji huwa akiba kwa mwenye haki. Mali ya mkosaji, mali ya mwenye dhambi, mali ya mwenye dhambi ni akiba kwa mwenye haki. Mali ya mwenye dhambi ni akiba kwa mwenye haki. Sasa wenye haki wako wengi lakini hawana mali. Lakini Mungu anasema mali zao ziko kwa watu wenye dhambi. Hajasema mali zao ziko mbinguni. Mali zao ziko kwa watu wenye dhambi. Sasa hapo ndio kuna password fulani ambayo tunapaswa kuitumia. Mungu Baba, ninakushukuru sana kwa wema wako na kwa fadhili zako nyingi ambazo bado umetupa katika kipindi hiki na majira haya. Mimi napenda kukiri kabisa kwamba Yesu Kristo ni dhabihu inayofungua lango letu la kiuchumi, kwa vile vipande 30 vya fedha ambavyo Bwana tunavitumia katika toba hii na katika kuomba msamaha kwako. Ninaomba Bwana Yesu utukuke. Ninaomba Bwana Yesu uonekane. Lakini pia lango la uchumi tunaliteka nyara, tunalikamata, tunalinyang'anya katika jina Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninaomba neema yako Bwana iwafunike watoto wako wote hawa ambao tunashirikiana katika maombi haya. Na ninaomba Bwana ujitukuze katika kila kitu anachokifanya. Na naikataa ile roho ya kunyanyasika kiuchumi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Ninaomba neema yako Bwana iwafuate watoto wako wote. Naomba utuondoe katika kudharauliwa, naomba utuondoe katika kufedheheka, naomba utuondoe katika kukata tamaa na katika kuchoka. Kwa ajili ya utukufu wa jina la Yesu Kristo, Baba, ninaomba ulitukuze neno lako kwetu katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mpendwa mtu wa Mungu, ukitaka kuwasiliana nami katika huduma hii ya Christ Altar Ministries, utawasiliana kwa namba 0768 211 785 0768 211 785, lakini pia 0692 893 294 0692 893 294. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu.